Habari zako? Fresh. Brother. Kaka, ulikuwa unaona siku zote nakaa peke yangu. Hali ya kuwa dunia inaruhusu mtu kuwa na mwenzake. Nahisi ulikuwa unaona dada yako siko sawa kihisia. Ila haikuwa inamaanisha haikuwepo, bali kwa heshima na taadhima. Nisingefikia mbele ya macho yako kukuonyesha mwanaume ambaye sijamtambulisha kwako. Kaka, huyu ndiye mchumba wangu. Na tushamwachia Mungu pendekezo letu la kuwa na yeye kimaisha. Oh, naitwa John. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Shabani. Unafanya kazi gani? Naendesha bodaboda hapa tu Kanyakini stage. Na unafanya kazi gani? Kaka, unajua mimi sina kazi. Iko hivi, gari inaobeba mizigo na kuingiza pesa hailazimishi usafi na muonekano bora. Maana muda wote iko barabarani. Ila gari la kutembelea kawaida linahitaji usafi na marashi ili muonekano wake uonekane wa kuvutia. Hata liwe gari la bei ndogo, isitoshe haliingizi kitu chochote, bali tu kupakiwa tu hapo kwenye ploti. Kwa nini utamani kumuoa mwanamke maskini wakati kipato chako cha kazi kinasimamia tu kama changu mimi? Kauli iwe wazi tu, mwanamke utakayemkuta katika shughuli zake za kikazi, huyo ndio mfano wa gari chafu inayobeba mizigo na kuingiza pesa. Hana muda wa kuomba pesa, mafuta, kushuka, makeup, eti sijui nini, kwa sababu hayo mahitaji mandogo kwa mwanamke yako chini ya uwezo wake. Upambanaji wake kimaisha ukimpa, utakuwa ukimpa tu kwa kutaka kwako kama mwanaume wake na sio kwa kitanzi. Asili 99% mwanamke kama huyo huwa na mapenzi ya kweli, sababu ana uwezo wa kukidhi mahitaji yake ya kike. Lakini huyu mwanamke wa kimaskini ndio mfano wa gari linalotembea mtaani kwa urembo mwingi na marashi, aliingizi chochote. 89% mwanamke kama huyu hana mapenzi ya kweli, sababu wana mahitaji mengi kwa umaskini wao, alafu wajishughulishi kwa lolote. Hapo unakuwa kama mzee kibiriti kuoga mafuta ya gari. Hapo unategemea nini? Hawa ndio wachoyo wenye roho mbaya kwa sababu ya ukosefu wao, na kufanya mwanaume utengane na familia yako ili apate nafasi nzuri ya kuchezea vitu vyako na kupola mali yako, ila sio kwa mwanamke mpambanaji. Hawa ndio wanaofanya tuone umaskini au tajiri, kisha roho mbaya kushindwa kutusaidia kiupambanaji na kusubiri tu kupewa. Aliambiwa mwanamke ndiye msaidizi kwa mwanaume, ila sio kwa kitengo gani. Kwa msaada wako ulitakiwa kujifunza kabla hujamjua, ili uepuke uzembe wakati utakuwa naye. Kisha huyu kutokujua haya yote ndivyo vitakavyokufanya kushindwa kumuhudumia. Anakuhamishia kisambusa tu. Maneno yangu sio ya kulazimisha, ila atakusaidia ukiwa mwanaume mwerevu. Katafute pesa, huo ndio msingi wa wanaume kama nyinyi unaopenda wanawake wa kimaskini. Miriam, Sitaki kukusikia kabisa. Nakuchukia. Kwa nini unanipangia cha kufanya kwa maisha yangu? Hivi mimi ni dada yako ama jirani yako? Swali moja nikuulize. Ukiwa umejiona umekuwa, kwa nini umeamua swala la kwanza wa kuoe na kushindwa kutafuta maisha ili kesho uwe msaada kwa utakaye mchagua?